Kuna maswali watu wanauliza kuhusiana na nguvu za kiume, mfumo wa chakula, kupata mtoto na vitu vingine vingi. Leo tunaenda kujibu baadhi ya haya maswali kwenye episodi hii hapa ya leo. Kabla tujaanza, naomba usubscribe, like video hii na washirikishe pia watu wengine ambao wanaweza kunufaika na elimu hii hapa. Karibuni tuanze. Swali la tatu, anauliza, habari wakuu, nikiwa safari ya walau masaa mawili na kuendelea, miguu huvimba. Hali hii imeanza kipindi cha ndani ya miaka miwili. Je, hapa nitakuwa na tatizo gani? So miguu kuvimba au kujaa maji ni kitu ambacho kinawatokea watu wengi, na hapa lazima tofautishe sababu za miguu kuvimba, maana zipo kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao wanakuja na tatizo ambalo ni either kwenye mifumo ya damu pamoja na mifumo ya lymph, lakini pia kuna watu ambao wanakuja na changamoto ya baadhi ya viungo kufeli au kushindwa kufanya kazi. Kwa hiyo mtu kama unaona miguu inavimba, hasa miguu hata miwili kuvimba, inaweza ikawa ni sababu kadha wa kadha. So inaweza ikawa ni changamoto ya kwa mfano kama wagonjwa ambao wana matatizo ya moyo. Kwa hiyo moyo ukianza kufeli, mtu hujikuta kwamba anaanza kujaa kuvimba miguu kujaa maji, na hali hiyo mara nyingi huwa inaendelea na kuhusisha pia maeneo mengine ya mwili. Kwa hiyo kumbuka, moyo kazi yake huwa ni kusukuma damu. Kwa hiyo moyo unapoanza kufeli, kushindwa kufanya kazi yake vizuri, ina maana damu haisukumi vizuri, na hivyo damu ambayo ipo kwenye vein, hasa kwenye vein ya miguuni, damu inashindwa kurudi vizuri kwenye moyo, na hivyo kusababisha miguu kuvimba. Sambamba na hilo, lakini pia mtu moyo wako ukifeli pia, unakuta moyo hausukumi damu inavyotakiwa kwenye viungo vingine vya mwili, ikiwemo figo. Kwa hiyo figo isipopata damu ya kutosha, huhisi kwamba kuna upungufu wa maji kwenye mwili, na hivyo figo hubakiza maji mengi pamoja na chumvi nyingi kuliko kawaida. Kwa hiyo changamoto ya moyo, hasa moyo kufeli, inaweza kusababisha miguu kuvimba. Lakini pia watu ambao wana tatizo la figo, so figo lenyewe likianza kufeli pia, again kama nilivyosema, kazi ya figo huwa ni kutoa maji ambayo yapo ya ziada mwilini, lakini pia kubalance chumvi kwenye mwili. Kwa hiyo figo zisipofanya kazi yake vizuri, yani zimeanza kufeli, pia zinaweza zisiondoe maji ya ziada kwenye mwili, na hivyo mwili kujaa na maji, na mtu unaweza kuwa na dalili hizo pia kama miguu kuvimba. Lakini pia kuna watu ambao unakuta wana changamoto kwenye ini. Kwa hiyo ini kazi yake moja huwa ni kuzalisha protein inaitwa albumin. Albumin hii hapa, moja ya kazi, ina kazi nyingi sana, lakini moja ya kazi ya albumin inasababisha maji yabaki kwenye mfumo wa damu. Kwa hiyo albumin ikizalishwa kwa kiwango kidogo sana na ini, ina maana kwamba ile kazi yake ya kubakiza maji kwenye damu haitakuwa inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo maji yatakuwa yanatoka kwenye mfumo wa damu na kuingia kwenye nyama, na mtu unaweza kuona kwamba umeanza kuvimba. Lakini pia kuna sababu nyingine nyingi, hasa ambazo zinawatokea kwa wagonjwa ambao wako mahututi au wagonjwa ambao wameogopa muda mrefu sana, ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande mwingine kuna viungo vya mwili kufeli kama nilivyosema, moyo kuanza kushindwa kufanya kazi, figo kufeli, lakini pia ini kufeli. Yote haya yanaweza kusababisha miguu kuvimba au kujaa maji. Lakini kwako wewe, kama tu unakuta kuvimba inatokea tu wakati labda either umekaa pekee kama unavyosema, wakati uko safarini au wakati umesimama, basi hii inaashiria upande mwingine wa tatizo, ambayo ni changamoto kwenye mfumo wa damu, hasa kwenye mfumo wa vein pamoja na mfumo wa lymphatic. Tayari nimeshafanya video ambayo tunaangalia changamoto hii ya miguu kuvimba,
na tunaangalia hasa changamoto ya varicose veins. Kwa hiyo hakikisha unaangalia video hiyo kwa uelewa zaidi. Lakini mwilini tuna mifumo kama 4 hivi. Kuna mifumo 3 ya damu, alafu kuna mfumo mwingine wa lymphatic. So mfumo wa damu kuna arteries ambazo ni mishipa ya damu ambayo inatoa damu kwenye moyo kupeleka kwenye sehemu zingine za mwili. Alafu tuna vein ambayo kazi yake ni kutoa damu kwenye sehemu zingine za mwili na kurudisha kwenye moyo. Lakini pia kuna capillaries ambazo ni mishipa midogo midogo ya damu ambayo hubridge, ni kama daraja vile, kutoka kwenye damu ambayo ipo kwenye arteries kuingia kwenye damu ambayo ipo kwenye vein. Kwa hiyo vein ambayo ndio kazi yake ni kurudisha damu kwenye moyo, hii hapa hurudisha damu kwa njia mbili, either tunapofanya mazoezi au misuli yetu ya miguuni inapofanya kazi, lakini pia kwa upumuaji wetu na hatimaye pia moyo. Vyote hivi vinasababisha damu kurudi kwenye moyo. Na hasa kwenye vein kuna vitu ambavyo vinaitwa valve, ambazo hizi valve kazi yake ni kuzuia damu kukwama huko chini. Kwa hiyo mtu ukipata changamoto kwenye mishipa hii ya damu ya vein, kwamba valve zako hazifanyi kazi, basi unaweza ukaanza kuona kwamba miguu inajaa maji. Sambamba na hilo pia kwenye mfumo wa lymphatic system ambao basically kazi yake huwa inasaidia pia kutoa maji ya ziada kutoka kwenye nyama pamoja na kutoa uchafu mwingine sehemu zingine za mwili na kurudisha kwenye mfumo wa damu. System hii pia inakuwa na valve. Kwa hiyo valve hizi pia zenyewe zikifeli, mtu unaweza ukaona kwamba miguu inajaa maji. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikasababisha miguu kuvimba. Kwa hiyo ningekushauri umuone daktari aweze kukufanyia uchunguzi. So anaweza kufanya kipimo cha Doppler ambacho ni kizuri kwa kuangalia mfumo wa vein kama unafanya kazi vizuri, na lakini pia inaweza akafanya echo akaangalia moyo kama unafanya kazi vizuri, vipimo vya ini pamoja na figo kuangalia kama vinafanya kazi vizuri. Alafu baada ya hapo anaweza akakupa ushauri na matibabu kulingana na tatizo ambalo ameliona. Huyu anasema, nimepata changamoto kwa mzazi wangu kwa kusumbuliwa na uvimbe katika koo, na tulivyoenda hospitali ya taifa Muhimbili alifanyia kipimo kinachoitwa OGD. Ni kipimo hatari sana. Kama una moyo mdogo unaweza ukakikimbia, maana unasokomezwa limpela mdomoni hadi kwenye koo. Baada ya kupata kipimo hicho cha OGD tulirudi nyumbani hadi majuzi tulipoenda tena hospitali kupata majibu ya vipimo, na ndipo tulipoambiwa kuwa ana tatizo la kansa kwenye koo. Sasa basi, kitu nisichoelewa, je, kansa ya kwenye koo inatibika kwa njia ya upasuaji au kwa kupewa dawa au kwa mionzi? Maana huku katika familia watu tuna hofu juu ya kutibika kwa kansa ya koo, huku wengine wakisema kupona kansa ya koo ni mtihani. Poleni sana kwa ugunduzi huu. Saratani sio ugonjwa rahisi, ni ugonjwa ambao una changamoto sana kwenye matibabu yake, malezi pamoja na hata ugunduzi wake. So cha kwanza ambacho nataka niondoe hofu, OGD sio kipimo hatari na sio kwamba unasukumiziwa kipimo kwenye koo. So mara nyingi ukipata mtaalamu akapokea ganzi vizuri sana kwenye koo, ni kipimo ambacho kinaweza kikaenda smoothly sana, na mara nyingi huwa kinachukua kama dakika 10, dakika 5, maybe 15 ukionyesha ushirikiano, na kinakuwa kimeshaisha. Sasa anauliza kama kansa ya kwenye koo inatibika na inatibika kwa njia gani. Tuzungumzie kwanza koo. I think koo hapa inayozungumziwa ni koo ya chakula ambayo basically tunaita uwio au esophagus. Ndio OGD inatumika sana sana hapo. Sasa inategemea na hatua ambayo saratani imegundulika. Saratani kama imegundulika kwenye hatua za awali na haijaenea sehemu yoyote ile kwenye mwili, basi upasuaji una nafasi kwenye matibabu yake, kwani ataweza kupewa dawa za kimotherapia
akapewa mionzi, alafu akafanywa upasuaji wa kuondoa hiyo sehemu iliyopata kansa, na maisha yake yaka improve zaidi. Hasa kwa watu ambao unakuta saratani imeshaenea sehemu mbalimbali za mwili, alafu ile saratani imeziba koo, ni mtu hawezi kula, anakunywa maji na vitu kama hivyo, upasuaji mara nyingi ambao huwa tunaufanya ni kutengeneza njia mbadala kwa ajili ya kumlisha. Kwa hiyo hatutafanya upasuaji wa kuondoa ile sehemu yenye saratani, tutamtengenezea tu njia mbadala ambayo atawekewa tube, mpira ambayo ndio atakuwa analishwa kwa kupitia mpira huo hapo. Sasa again, kwa saratani ambazo zimeenea again sehemu mbalimbali za mwili, utafanya upasuaji wa kuwekewa njia mbadala ya chakula kupitia huo mpira, lakini pia unaweza ukaandikiwa mionzi pamoja na dawa za chemotherapia kulingana na saratani imeenea kwa kiasi gani. Kwa hiyo poleni sana, lakini hicho ndio ambacho ningeweza kuambia. Ni mtihani kusema kweli, sio jambo rahisi kupona saratani. Saratani ya koo ni kati ya saratani ambazo huwa zinaenea kwa haraka sana mwilini, na changamoto ni kwamba watu wengi sana hugundulika na hii saratani ikiwa imeshaenea, kwa sababu dalili zake mara nyingi ni dalili ambazo watu wengi huwa tunapuuzia. Dalili kama hizo za kupata kiungulia na vitu kama hivyo tunachukulia poa. Ukiambiwa ufanye kipimo cha OGD, watu wengi tunaogopa kukifanya, lakini sasa matokeo yake ndio ikishafikia hatua ambayo imeenea sana inakuwa hivyo. Kwa hiyo matibabu yake inategemea ni hatua gani, na again kuwashauri watu wote, wewe kama unapata dalili zote ambazo huzielewi kwenye mfumo wa chakula, aidha unapata maumivu unapomeza chakula, unapata kiungulia, unapata vitu kama ni mara 100 ukafanya vipimo mapema sana ili ikagundulika ni shida gani kabla haijawa saratani.